Asante sana ndugu mtazamaji wa matangazo ya Tokotan TV. Goma ndo mji pekee ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako njaa, ukatili na mateso zidi ya raia au tuseme chuki za kisiasa na hotuba mbalimbali azipo. Sio mimi ni Kone Nanga ambaye ni kiongozi wa AFC ambaye alikwenda kuzungumza jambo hilo na kwenda kuhakikishia usalama au kusema raia wote wa mji wa Goma kwamba wawe kimya na wapole, kwa sababu Goma ndo nchi ambayo inatarajiwa kuwa paradise katika nchi ya Kongo. Hujambo mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tokotan TV. Hii ni sauti ya mtoto wa kwanza wa TKTV. Dinamiki Malembe wa TKTV ni mimi. Karibu siku ya leo twende tufanye uchambuzi kuhusiana na hali halisi ya siasa mashariki mwa nchi ya Kongo. Hususan ni usalama kuwepo mdogo mashariki mwa nchi ya Kongo. Ukiangalia pia majimbo mawili ya Kongo ambayo ni jimbo la Kivu ya Kusini na Kivu Kaskazini. Bwana Joseph Kabila Kabange anaripotiwa kuwepo mjini Goma. Na hapo ndipo ambako tutakwenda kufanya mazungumzo yetu siku ya leo, baada ya rais huyo mstaafu Joseph Kabila Kabange kutoka kuhutubia raia wake siku hizi mbili hapo nyuma. Hivyo alikwenda kujielekeza mjini Goma, na Jumatatu Kone Nanga alikwenda kupongeza zaidi sana kufika kwa Joseph Kabila Kabange na kusema kwamba kufika kwake mjini Goma ndakuwa ni matarajio mema kwa raia wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpenzi mtazamaji, hapo ndipo ambako tunakwenda sasa kufanya uchambuzi kuhusiana na kuingia kwa Joseph Kabila Kabange mjini Goma. Ni kwamba Goma au tuseme vyombo vya habari vilikwenda kuripotia kwamba Joseph Kabila alikwenda kuhakikisha kwamba kutokuwepo kwake Goma kunaweza kukaleta madhara sana. Hivyo aliamua kwenda Goma ili kwenda kuleta suluhisho la amani na kwenda kuanzisha plan B ya kutafuta amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Ni tofauti na mawazo ya Wakongomani wanavyokwenda kufikiria kwamba yeye ni miliki wa wahasi au magaidi walioko mashariki. Hayo ni masemi ambayo vyombo vingi vya habari vinaendelea kuripoti. Tukiachana na huko mpenzi mtazamaji, nirudi nyuma kulingana na hotuba ya rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ambaye alikwenda kuhutubia raia wake na kwenda kusema kwamba alikwenda kuleta tuseme amri 12. Na katika amri 12 alikwenda kuonesha mambo mengi sana katika hotuba yake. Alikwenda kuonesha utawala wa kigaidi, udetect ambao unakwenda kuendeshwa na rais aliyopo madarakani kama alivyozungumza yeye mwenyewe Joseph Kabila Kabange katika hotuba yake. Alikwenda kusema kwamba kuna baadhi ya mikataba ambayo ilikwenda kuheshimishwa kulingana na mikataba yao ambayo ilikwenda kusaini. Vile vile alikwenda kusema kwamba DRC inakwenda kukumbwa na mchanganyiko mwingi zaidi sana wa hali ya ukosefu wa usalama. Hivyo alikwenda kuzungumza na kwenda kupeleka malalamiko yote katika utawala uliopo sasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwenda kulaumu serikali ya sasa kwamba ni serikali ya sasa ndio imepelekea serikali ya Kongo au nchi ya DRC kwenda kuanguka shimoni. Lakini jambo ambalo raia walio wengi wa nchi ya Kongo wanakwenda kukatana kusema kwamba maneno hayo hayana nafasi katika utawala huu wa sasa, kwa sababu rais mstaafu Joseph Kabila Kabange katika mula wake na katika uongozi wake ni kwamba alikwenda kuletea Wakongomani, tuseme alikwenda kuletea Wakongomani miradi 5 ambayo alikwenda angepashwa kuitimiza. Moja wapo alikwenda kusema kwamba atakwenda kuleta maji, atakwenda kuleta umeme nchi ya DRC, atakwenda kufanikisha barabara kuwa nzuri, atakwenda kujengesha masomo na hospitali nzuri, vile vile ataleta kazi kwa wafanyakazi na vile vile majumba mengine kwa ajili ya vitu vingine na kadhalika. Lakini katika miradi yote hiyo 5, raia wa DRC wanakwenda kulalamika na kusema kwamba hakuna mradi hata mmoja ambao ulikwenda kufanyika katika miaka 18 ambayo rais Joseph Kabila Kabange alikwenda kuifanya katika utawala wake. So mpaka sasa katika hotuba yake alikwenda kuleta amri zingine 12 ambazo anafanikisha au amekwenda kuona kwamba itakuwa ni funguo za kwenda kufungua mateso yote ambayo raia wa Kongo wanakwenda kupitia. Mpenzi mtazamaji, baada ya kuvuliwa kinga sasa, Joseph Kabila Kabange aliamua kwenda mjini Goma. Ni baada ya kuvuliwa kinga yake. Labda utakwenda kujiuliza kinga maana yake nini? Kinga ina maana katika lugha la Kimombo wa Faransa wanaita immunite.
Immunity ni moja kati ya mamlaka au tuseme madaraka ambayo kiongozi ambaye anatumika serikalini anapewa kwamba hawezi kustakiwa au kufuatiliwa na chombo chochote cha sheria. Ni kinga ambayo viongozi wa kiserikali wao wanapewa kwamba hauwezi kustakiwa, hauwezi kufuatiliwa na chombo chochote kile katika kosa lolote kama ungali na tuseme kama ungali na ile kinga. Lakini ile kinga ikiondolewa, ndo wanaita kinga sasa au immunity katika lugha la Kimombo. Ikiondolewa sasa katika mamlaka na wazifa wa kiongozi fulani wa serikali, ina maana serikali ina haki ya kukufuatilia katika kila kosa ambalo unalifanya. Hivyo Joseph Kabila Kabange baada ya kuondolewa kinga yake, hivyo alikwenda kujielekeza mjini Goma, na huko mjini Goma ni kwenda kutafuta usalama wa raia wote au wananchi wa DRC au wakongomani wote walioko ndani ya nchi ya Kongo. Mpenzi mtazamaji, hapo ndo kuliko na swali letu siku ya leo. Unayofikiri mpenzi mtazamaji, una uhakika kwamba Joseph Kabila Kabange, uwepo wa Joseph Kabila Kabange rais mstaafu wa nchi ya Kongo uko Goma, je, ni moja au ni vyanzo au ni chanzo pekee cha kuleta usalama katika nchi ya DRC? Na swali la pili, unafikiri kwamba mpaka leo hii Joseph Kabila Kabange hayuko tena rais, ana uwezo wa kuleta amani? Na je, amani itapatikana kupitia uongozi wa magaidi au waasi wa M23 au amani itapatikana kupitia uongozi au serikali rasmi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaongozwa mpaka sasa na Rais Felix Tshisekedi Antoine? Hapo ndipo maswali yetu yapo mpenzi mtazamaji, ambako tutakwenda kuzungumza na wewe siku ya leo. Uweke kwenye comment, utuambie unatufuata kutoka wapi na unaitwa nani na vipi unafuatilia matangazo ya TKTV. Mpaka na hapa mimi sina la ziada, kwenda kukuachia nafasi mpenzi mtazamaji ya kwenda kulike na kwenda kucomment maono yako na maoni mbalimbali kulingana siasa mpaka sasa inavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV na hii ni TKTV, tupo mashariki mwa nchi ya DRC. Niende kushukuru Pepe Wilonja ambaye alifanikisha hapa na pale sauti yangu au sura yangu ipate kuonekana popote mlipo. Tunawatakia maandalizi mema au kufuatilia vema matangazo ya chombo chetu hiki au runinga au television ya Tukutan TV. Kwa heri.